uwe shwani kufuana uwe Yesu ambaki yana fiare ikando Yesu ambaki yana fiare ikando nani kama mwambie nani kama wewe hakuna 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 Sasa sauti sema Yesu Yesu Mwokozi sikia mtungu wa huruma kama wewe Yes kiongozi kama wewe Ye karabosaka Ye Dorianda Rabashaka Shete ndio Bwana, ona huruma juu ya watu wako. Ndio Bwana. Ndugu yangu mpendwa, ninakukaribisha katika kipindi pendwa ambacho nimeona niwe na muda mfupi wa kusema kile kitu ambacho kimekuwa kikisema wiki yote hii tena na tena na tena. Nimekuwa sipatikani hewani kwa sababu ya huduma ambayo tulikuwa tumeenda kuifanya kule Mbeya, mkutano wa Injili pale Iwambi kwa mzee wetu Isote, na sasa hivi ni wakati mzuri ambao nimeona nizungumze na wasikilizaji wangu neno hili ambalo limekuwa likisema kila wakati linajirudia rudia. Ni neno ambalo nimekuwa nikilihubiri, lakini nimeona nitumie muda huu ili niseme na wasikilizaji wangu wote. Karibu, ninaitwa mchungaji na mwinjilisti George Musa. Kwenye akaunti zangu za YouTube na Facebook ninatumia Bishop George Musa Preacher. Utapata mafundisho na mahubiri na shuhuda mbalimbali, lakini sio hivyo, hata ukienda NYTV unaweza kukuta zile shuhuda zangu ambazo nimeshuhudia jinsi Bwana alivyoniokoa na kuniita kwenye huduma hii. Ninakukaribisha wewe ambaye mtumishi wa Mungu popote ulipo. Tumekuwa tukifanya huduma ya umisheni, ya utume na uinjilisti katika mataifa mbalimbali. Na Mungu akubariki wewe ambao umekuwa mshirika mwenza wa maombi. Kuna watu wengi wamekuwa kiniombea na huduma hii. Lakini sio tu kuniombea, lakini kuna watu ambao wamekuwa kijitoa kwa pesa zao kwa ajili ya kuwezesha kwenda mataifa mbalimbali na kuzunguka sehemu mbalimbali. Lakini sio hivyo, mmekuwa mkitoa pesa zenu kwa ajili ya kununua viwanja na kujenga majengo. Na tumekuwa tukiendelea na kazi maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali, kule Mozambiki, Kongo, Malawi na Uganda. Kwa sasa hivi tumebezi kwenye maeneo hayo kwa sababu ya uhitaji wa maeneo hayo na watumishi mbalimbali. Lakini sasa kwa jioni hii, kwa muda huu, ni kukaribishe kwa ujumbe huu ambao Bwana ameweka kifuani mwangu. Karibu sana. Kabla tujaendelea, hebu tushirikiane kwenye maombi haya. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya watumishi wako ambao wako tayari kusikia ujumbe huu. Ninaomba neema yako na uweza wako wakati huu ninapoenda kusema neno hili ambalo umeweka kifuani mwangu. Ninaomba Roho Mtakatifu, kila atakayesikia aweze kuelewa na kutambua kwamba ni neno la kinabii la wakati huu kwa ajili ya watu wote ambao watakayesikia, ili waweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wako na kurudi kwako Yesu. Asante Bwana Yesu. Ninaomba neema ya Roho Mtakatifu na neema ya hekima na maarifa juu ya neno hili katika jina la Yesu, amen.
Ndugu yangu msikilizaji wangu, kama nilivyojitambulisha, ambayo umekuwa ukifuatilia mafundisho, nashukuru kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia mafundisho, lakini pia wakihitaji msaada wa kiroho. Na Mungu ameweka mzigo sana kwa ajili ya kuisema kweli ya siku za mwisho, na saa hii nina ujumbe huu ambao nitaanza nao. Kama Mungu atanipa neema, basi tutakuwa tunaendelea. Ujumbe unaosema Bwana Yesu anarudi kutawala dunia miaka 1000. Katika mahubiri yangu nimeeleza mambo mbalimbali mengi sana. Ujio wa Yesu kunyakua kanisa, kwa habari ya dhiki kuu nitaizungumza zaidi tena, lakini sio hivyo. Hii ninazungumza kwenye kipengele cha muhimu sana. Baada ya unyakuo kutakuwa na dhiki kuu ya miaka 7. Nimekuwa nikiirudia na kuirudia ili ikolee ndani ya watu. Sasa hivi tunachokingojea ni swala la watakatifu waliotubu dhambi na kuishi maisha matakatifu. Sio Wakristo, ni watakatifu. Ninapozungumzia watakatifu, unaweza ukawa Mkristo lakini usiwe mtakatifu. Ni watakatifu walioacha dhambi. Tutaondolewa. Kama unaishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, utaondolewa na kuepushwa na ghadhabu inayokuja, kwa sababu iko dhiki kuu. Muda wowote itatokea, muda wowote, saa yoyote itatokea. Hata hapa ninazungumza kwamba tunategemea muda wowote Bwana Yesu anakuja kutunyakua, kutuepusha na dhiki kuu. Na kwa sababu ni maandiko, na nimehubiri sana, nimefundisha sana. Ukitaka kufuatilia mafundisho, fuatilia kwenye mahubiri yangu kwenye YouTube yangu au Facebook, nimehubiri sana. Lakini hili ninalizungumza kwa sababu nilikuwa niko mara nyingi kwenye maombi. Mungu akawa ananiambia, George, ninakuja kutawala dunia, kwa sababu tawala za dunia, wafalme na maraisi wameshindwa kuleta suluhisho la mwanadamu. Kwa hiyo Yesu kama mtawala na mmiliki wa dunia anakuja kurudisha asili au kusudio la kumweka mwanadamu duniani, na anakuja kuonyesha kusudi gani alituweka duniani. Anakuja kuonyesha mpango wa Mungu wa kutuweka duniani na kurudisha utawala wa haki, amani na furaha. Na ndio hayo mambo matatu atakuja kuonyesha. Lakini sasa, kabla hajaja, ninataka nizungumzie watu mbalimbali, mitume, manabii waliotabiri na Biblia inavyothibitisha ujio wake. Sasa kwanza, anakuja kwa siri, atakuja kwa ajili ya kanisa. Na haya Yesu mwenyewe ameyazungumza kwenye Mathayo ile 25 mstari wa kwanza. Ule mfano wa bwana harusi ni mfano wa bwana harusi unaohusu unyakuo, kwamba atakuja kutuepusha. Lakini ukisoma pia kwenye Mathayo 24 mstari kuanzia 39 hadi 41 pale utaona Yesu anazungumzia kuhusu unyakuo. Lakini ukisoma ile Luka 17 mstari wa 26 hadi 36 Yesu anazungumzia kuhusu unyakuo. Na sio hivyo tu, lakini katika Thessalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 13 hadi 17 Paulo anazungumzia kuhusu unyakuo. Lakini sio hivyo tu, kwenye Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10 Yesu anazungumzia kuhusu unyakuo, kwamba atatuepusha kanisa, watoto wa Mungu, hatutapitia dhiki kuu. Ingawa ziko dhana za wanatheolojia ambao wanadai kwamba utapitia dhiki kuu, kwamba kanisa katikati ya dhiki kuu ndio tutanyakuliwa, na wengine wanasema mwishoni lazima kanisa lipitia dhiki kuu, mwishoni ndio tutanyakuliwa. Na haya wanayachukua kwenye Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 hadi 13 pale utaona pale wale watakatifu ni watakatifu wa dhiki kuu. Na ukumbuke, nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba nusu ya kanisa wazembe ambayo Yesu amezungumza kwenye Mathayo 25, wale wanawali wapumbavu, hawa ni Wakristo walioko makanisani, lakini wanajichanganya, hawajali kujazwa Roho Mtakatifu. Hii nusu ya kanisa, wanawali wapumbavu, Yesu aliwazungumza kwamba hawa watabaki kwa sababu ya kuto kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo Ukristo, kuokoka ni hatua ya kwanza, lakini kuishi maisha matakatifu ni hatua nyingine. Kwa hiyo kama wewe uko kanisani, hakikisha unajitakasa,
unahakikisha unajazwa Roho Mtakatifu. Ukristo au wokovu haukupi tiketi, yani kukiri kwamba Yesu ni Bwana, haukupi tiketi ya kunyakuliwa. Kitakachokupa tiketi ya kunyakuliwa, jambo la kwanza ni maisha matakatifu. Jambo la pili, lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio alama au ndio mafuta ya kunyakuliwa pale juu. Kwa hiyo ile Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi wa 13 unazungumzia mimi na wewe. Inategemea huko kanisani, lakini unaishije, na ni jambo la msingi sana. Na siku hiyo ya unyakuo ndio bonde la kukata maneno. Kwa hiyo sasa, hakikisha unaishi maisha matakatifu. Jambo la pili, hakikisha unajazwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana mara nyingi sana nimefundisha sana kuhusu Roho Mtakatifu na mahubiri yangu, na ndio maana kuna kitabu hiki ambacho nimekitoa kinasema, je, umejazwa na Roho Mtakatifu? Hichi kitabu kina maswali. Kwa ufupi sana nimeandika kitabu kidogo, kwa sababu ninajua Watanzania wengi mara nyingi sana hawana muda mwingi sana wa kusoma, ni wachache. Kwa hiyo nimeandika kwa ufupi sana ili uweze kupata nafasi ya kusoma, kwa sababu ningekuandikia kikubwa usingekuwa na muda wa kukisoma. Lakini hiki nimekiandika kwa ufupi sana ili kikusaidie kama mwongozo wa kujua wajibu wako wa kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa, Roho Mtakatifu ni wa muhimu, sio kwa ajili ya kushinda dhambi tu, sio kwa ajili ya kushinda majaribu tu, sio kwa ajili ya kuhubiri Injili. Ni zaidi hapo, nimekuwa nikihubiri sana. Kwa hiyo ni muhimu ukijipatia nakala hii. Je, umejazwa na Roho Mtakatifu? Ni swali. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa hiyo katika vitu vya msingi ambavyo tunavikazania sasa hivi kwa mtu wa Mungu ni kuishi maisha matakatifu, kuacha dhambi, na ndio Yesu alichotutuma kwamba tuwaandae watu kwa ajili ya unyakuo. Sasa tukishanyakuliwa, tutakuwa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo pale paradiso, pale angani. Tutakuwa hapo kwa miaka 7. Hapa duniani kutakuwa na dhiki kuu, imegawanyika miaka 3 ya kwanza, miaka 3 ya mwisho. Nimeshazungumzia sana hivi vitu. Sasa hapa leo ninataka nizungumzie kwamba baada ya dhiki kuu ni nini kinaenda kutokea. Ndio hichi kipengele nitaanza hapa. Baada ya miaka hiyo 7 ya dhiki kuu, na nilishawaambia watu mara nyingi sana, baada ya dhiki kuu kuna miaka 1007 ya duniani. Yaani kabla mambo mengine yote kuna miaka ya bado ya kuishi duniani. Tukishanyakuliwa kuna miaka 7 ya dhiki kuu, na baada ya dhiki kuu kuna miaka 1000 ya hapa duniani kuishi. Kwa hiyo kabla mbingu mpya nchi mpya kuna miaka hiyo tena. Lakini Biblia pia inasema miaka 1000 ni sawa na siku moja. Kwa Mungu ni kitu kidogo sana. Sasa hapa ninazungumzia Bwana Yesu anarudi kutawala dunia miaka 1000. Kwa sababu gani? Anakuja kuonyesha kwa kusudi lake la kutuweka duniani, kwamba makusudi ya kumweka mwanadamu duniani kwamba aishi maisha ya furaha, maisha ya haki, maisha ya furaha na maisha ya amani. Yaani anaonyesha ile asili ya bustani ya Edeni, na ndio Yesu anakuja kuonyesha duniani hapa kwamba anakuja kuondoa magonjwa, anakuja kuondoa vita, anakuja kuondoa mauaji. Sasa hivi tawala za dunia hizi zote zimeshindwa kuleta haki, kuleta amani, kuleta furaha kwa wanadamu. Na zaidi tunakoelekea sasa, kunakoelekea ndio kubaya zaidi, kwa sababu sasa hivi ni maandalizi ya utawala wa Shetani. Hiyo miaka 7 ni utawala wa Shetani. Atawapulizia wanadamu wawili, anaitwa mpinga Kristo na nabii wa uongo. Hawa ndio wanaenda kutawala, na ndio maana unaona mfumo wa dunia sasa hivi Shetani anachokiandaa ni kupulizia falme na mamlaka na watawala na wanadamu. Amepulizia roho ya ukatili, roho ya mauaji, na ndio maana unaona vita duniani kote. Wanadamu wamekuwa ni makatili mno. Yaani swala la kuua watu, wala watu hawashtuki kwa habari ya kumwaga damu. Na ndio maana hata mtu anaweza akauawa wala hawashtuki, mtu anaweza akapotea wala watu hawashtuki, hawana uchungu. Kwa hiyo Shetani anachokiandaa ni kuandaa kizazi cha ukatili, na waone kwamba ndio staili ya maisha. Kwa sababu unaweza ukaona sasa hivi ukatili
yani swala la mtu kuua baba yake, kuua mama yake, kuua ndugu yake, haoni shida yani. Na ndio maana unakuta watu wamejiunga na vikundi vya siri, wanatoa kafara wazazi wao, wanatoa kafara watoto wao, wanatoa kafara wake zao, wanatoa kafara waume zao, wanatoa kafara wazazi wao, baba na mama. Yani wanadamu wamepewa hiyo, yani shetani ameamua kuandaa kizazi chenye ukatili, na ndio maana duniani kote unaona ukatili wa kila namna. Kwa hiyo hii hali haiwezi kuwa salama, hii hali inaendelea mpaka itakuwa mbaya zaidi kipindi cha miaka 7. Kwa hiyo ukatili hata ufanyeje, kwa sababu ni unabii. Unaona, kwa sababu Biblia imesema nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Unaona, upendo wa wengi utapoa, watu watakuwa ni wakaidi, watu wasaliti, wauaji, wasiopenda mema, wasiopenda wakwao. Yani haya yote ni hali ya dunia. Kwa hiyo hakuna mwanadamu atakayerekebisha mfumo wa dunia kuleta amani, na kipindi tunachokiendea ambacho baada ya kanisa kunyakuliwa ndio itakuwa worse, mbaya zaidi. Kwa hiyo lazima ujue nyakati, kwamba tuko kwenye nyakati za siku za mwisho. Hakuna mwanadamu, hakuna mfalme, hakuna rais atakayerekebisha dunia hii. Na kipindi cha mpinga Kristo baada ya kanisa kunyakuliwa ndio atajifanya mwanzoni kama mwema, kuwatuliza wanadamu, kwamba msiwe na wasiwasi, mimi nitapatanisha dunia. Na ndio ataingia maagano na Wayahudi ili kuwasaidia, ili wajenge hekalu pale, ingawa vifaa vyote vimeandaliwa, kila kitu, ng'ombe wa sadaka pamoja na vifaa. Unajua sasa hivi ujenzi ni wa teknolojia, lakini hawezi ukajenga hekalu pale palipojengwa msikiti mpaka yeye ndiye atakaye wapatanisha Wayahudi na dunia, na maana ataingia agano nao. Agano hili ni kama agano la amani, na ni Biblia imesema. Kwa hiyo kwa sasa hivi unavyoona haya mambo yanakwenda, ujue tumefika mwishoni. Sasa ninachotaka kuzungumzia hapa ni nini? Tawala za dunia zimeshindwa kuleta haki. Tawala za dunia zimeshindwa kuleta amani. Tawala za dunia zimeshindwa kuleta furaha kwa wanadamu. Sasa kuna utawala mmoja ambao utakuja kuleta amani, ndio huo Yesu mwenyewe tutarudi naye baada ya kunyakuliwa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Yesu atagawa madaraka, atatoa mataji pale, atatupangia sasa namna ya kutawala dunia. Kwa hiyo anakuja kutawala kwa haki. Hakuna mfalme wala rais atakayeweza kuleta haki. Hiyo never, haitawezekana, kwa sababu ni maandiko. Biblia inazungumza katika Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili ufalme wowote ule usipokuwa na haki duniani kote, amani haiwezi kuwepo, furaha haiwezi kuwepo. Kwa hiyo kinatanguliwa na haki. Kwa hiyo tawala za dunia hizi hazina haki, hata ufanyeje, hata ukitafuta haki, kwa sababu shetani ameshapulizia dhuluma, ameshapulizia kuonea, ameshapulizia kuua, ameshapulizia ndani ya watu. Ndio maana unakuta watu wanapigana, watu wanadhulumiana. Unaona dhuluma, watu wanadhulumu. Mtu akiingia kwenye madaraka ataka kudhulumu nchi fulani, ateke. Kama unavyoona anapiga huku, anateka mafuta, anateka dhahabu, anateka mataifa makubwa makubwa. Anaweza kaingia kwenye nchi maskini, wakaamua kufanya chochote ili kuchukua tu mali, kuchukua dhahabu, kuchukua madini, kuchukua vitu mbalimbali. Na ndio maana sasa hivi duniani kuna dhuluma tu. Unaona, duniani kuna dhuluma tu, hakuna haki. Ukitafuta haki, hata kama unaijua sheria, unaielewa sheria, utaonewa tu, kwa sababu ni shetani, ni wakati wake wa kuondoa haki. Unaweza kulaumu wanadamu, lakini wameshapuliziwa. Sasa neno la Mungu peke yake, Yesu Kristo, ndiye atakayeleta utawala wa haki, amani na furaha. Na ndio hiyo anasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, sio kula na kunywa. Watu wanakunywa, wana mali, lakini hawana furaha. Usifikirie kwamba pesa itakupa furaha. Unasikia? Hata kama watu wana matajiri, unapozungumza hapa, kuna matajiri matrilionea, lakini hawana amani, hawana furaha. Shida nini? Dhambi duniani. Sasa hivi dunia imeshaharibika, dunia imeshachafuka, dunia sio mahali salama pa kuringia.
Na ndio maana unapoishi hapa duniani, ishi in balance, uishi kwa uwiano, ishi kwa tahadhari, ishi kwa kuona kwamba mbele kuna nini kinaenda kutokea. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumzia hapa, baada ya dhiki kuu kuisha, ile miaka 7, Bwana Yesu atarudi, na huu ni uthibitisho wa kimaandiko. Atarudi kuanzisha utawala wake wa hapa duniani. Yeye mwenyewe alisema kwenye Mathayo 24 mstari 29 hadi 30, inasema hivi: lakini mara baada ya dhiki ya siku ile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu za utukufu mwingi. Yaani Yesu anazungumzia hapa baada ya dhiki ya siku zile, hiyo miaka 7, jua litatiwa giza. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati wa kurudi kwake, wakati sisi tukiwa angani, jua litatiwa giza. Sasa fikiria wakati huo, mapigo yale mapigo 21. Ukisoma Ufunuo sura ya 6 hadi 18 utaona hayo mapigo 21 ambao watatumwa malaika wakati wa dhiki kuu. Sasa miaka hiyo 7 itakuwa ni kipindi cha kupiga dunia kwa wenye dhambi, waliomkubali kumfuata shetani, waliokubali kumfuata nabii wa uongo na mpinga Kristo. Itakuwa ni kipigo, na kwa sababu dunia itakuwa imeikamata, na ndio maana mfumo wa dunia wanaandaliwa wanadamu ili wamwabudu shetani, na ndio maana ibada za shetani ziko wazi, kujiunga na vikundi vya siri vya waabudu shetani viko wazi. Haya yote ni kutimiza unabii. Sasa baada ya dhiki ya siku hilo, jua litatiwa giza na mwezi hautatonya, alafu na nyota zitaanguka. Nilishawahi kuzungumza sana hivi, zitaanguka. Sasa fikiria wakati huo, giza litakuwa wakati wa kurudi Yesu, alafu mwezi hautatoa mwanga, alafu nyota zitaanguka kama maembe. Unaona, sasa utafikiria dunia itakuwa katika hali gani? Kwa hiyo manabii walimuona Yesu anarudi, na hii sasa ninatangulia kuonyesha jinsi Yesu mwenyewe alizungumza, lakini manabii walimuona Yesu anarudi kuwaadhibu wafalme, maraisi na mpinga Kristo na nabii wa uongo na wanadamu waliomfuata shetani, waliomkataa Yesu. Isaya nabii ni mmoja wapo. Kwa hiyo haya, Isaya nabii aliona kuzaliwa kwa Yesu, aliona kusulubiwa kwake, aliona kuteswa kwake, aliona atakavyopaa kwenda mbinguni, na aliona atakavyorudi. Sasa hapa ninakusomea Isaya nabii alitabiri miaka 700 ndio Yesu akazaliwa. Sasa hapa anamuona Yesu yule amezaliwa. Unaona, ukisoma ile Isaya sura ya 7 utaona yeye mstari wa 14, utaona na Isaya sura ya 9 utaona Isaya anamuona Yesu anazaliwa. Alafu 53 anamuona Yesu anaangikwa msalabani. Sasa hapa sura ya 21 anamuona Yesu kwanza alimuona Yesu anapaa mbinguni, alafu hapa sasa Isaya anamuona Yesu anarudi kuhukumu dunia na kutawala dunia. Hebu tuhakikishe maandiko. Isaya 26:21, kwa maana tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuwaadhibu wakaao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Unaona, yaani Isaya anamuona Bwana Yesu anarudi, anakuja kutoka mahali pake. Wapi? Kule juu kwenye kiti cha enzi. Unaona, kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Anasema lengo la kurudi Yesu ni kufanya nini? Kuja kuwaadhibu wakaao duniani, na maana wanadamu wote wanaomkataa Yesu, kwa sababu atakuwa amemfuata mpinga Kristo na nabii wa uongo, watamfuata shetani. Kwa hiyo kipindi hicho anakuja kuwaadhibu, na kwa sababu mpinga Kristo ndiye atakuwa mtawala na nabii wa uongo wa dunia hii wamebeba mili, hawa ni wanadamu, shetani atawapulizia ile nguvu ya uasi ya kutenda ishara na miujiza ili wamwabudu. Unaona, kwa hiyo hawa wanadamu hawa, kitakachotokea, Yesu atakuja sasa kuwakomesha, na wafalme wa dunia na maraisi na watu mbalimbali, kwa sababu dunia itakuwa haina majibu, watamfuata mpinga Kristo. Kwa hiyo kitakachotokea baada ya kuisha ile miaka 7 ya dhiki kuu, unabii ukishatimia, nyakati za Bwana zikishatimia, tutarudi naye sasa. Sasa wakati anarudi,
Anasema anarudi kuwaadhibu nani? Kuwaadhibu wanadamu kwa sababu ya uovu wao. Yaani Yesu anakuja kukomesha wenye dhambi, iwe ni wafalme, iwe ni majemedari, iwe ni watu mbalimbali. Hata jali kipindi anarudi hicho, anakuja kuishughulikia dunia. Usiwe miongoni mwa watu ambao wataadhibiwa. Na ndio maana hata kama ni mfalme, kama ni jemedari, lazima uishi maisha ya neema ya kumtegemea Mungu, ya kuacha dhambi na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, kwa sababu duniani hapa tuna maisha mafupi. Usikubali kumfuata shetani, usikubali kumwamini shetani. Na ndio maana katika utawala wako, katika ufalme wako, kama ni rais, kama ni jemedari, kama ni mfalme, kama ni kiongozi, achana na kumwamini shetani na wachawi na waganga. Mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi, kwa sababu anarudi. Usiwe miongoni na watu watakaouadhibiwa, watakaouawa, kwa sababu kipindi hicho wale wote waliomfuata shetani na mpinga Kristo na nabii uongo wote watauawa. Soma Biblia vizuri. Ina maana dunia itasafishwa. Maana atakapotokea tu katika mlima ule wa Mizeituni pale Yerusalemu, Biblia inazungumza nini? Itatokea vita. Ina maana mpinga Kristo atawaamrisha wafalme wa dunia na mabomu yao ya nyuklia na mavyombo yao ya silaha zote za dunia, ataelekeza juu kupambana na Yesu, lakini hawataweza. Biblia inasema kwamba yeye atawaua kwa pumzi ya kinywa chake. Ina maana itatokea vita kati ya wanadamu, mpinga Kristo shetani na mpinga Kristo na nabii uongo, na kwa sababu atakuwa na control dunia yote na wafalme wote, atakapoonekana Yesu atasema hebu elekezeni mabomu yenu ya nyuklia pale. Hiyo ndio inaitwa vita ya Armageddon ambayo itafanyika, itapiganwa. Yesu atakuja kuwamaliza hawa watu. Hiyo vita itapiganwa, na ndio nataka nikueleze hiyo vita. Wengine wanasema vita ya tatu ya dunia, lakini nataka nikuambie hiyo vita Yesu hatapigana, yeye atatamka tu, kwa sababu huwezi ukashindana na Mungu, huwezi ukashindana na Yesu, kwa sababu ndiye aliyeumba dunia hii. Na ndio maana kipindi hiki, kama wewe ni mtu wa Mungu unanisikia, hili ni neno la kukutahadharisha kwamba usimkubali kumfuata shetani, usikubali kupokea chapa yake, usikubali mambo yake, kwa sababu Yesu anakuja kutawala dunia. Heri mpokee Yesu, hata kama utakufa akufufue, utawale naye. Kwa hiyo Isaya nabii anazungumza, anasema ardhi naye itafunua damu yake. Yaani ina maana watu wote wanaouawa, kama unaua watu wote uliowaua watakuwa wazi. Kama umetoa kafara, umetoa wazazi wako, umetoa shangazi zako, umetoa baba yako, umetoa mama yako, umetoa watoto wako, umeua watu kwa namna yote, Biblia inasema ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wako waliouawa. Ina maana swala watu wanaokufa, ardhi itatoa ushahidi. Ulivyotoa kafara, umeweka misukule, umeweka ndondocha, hiyo ardhi itatoa. Sasa kwa nini upotee uende motoni? Iko nafasi sana ya kutengeneza. Isaya nabii Danieli alimuona Yesu anarudi. Huu ni uthibitisho wa kimaandiko. Mimi nakupa leo manabii wanaothibitisha wamemwona Yesu. Danieli 7:13-14. Unaona? Isaya alimuona Yesu anarudi. Na Danieli, na ukumbuke hapo alikuwa hajazaliwa Yesu, hajachukua mwili akaja duniani, lakini wanaona matukio ya mbele. Danieli 7:13-14 anasema, nikaona katika njozi ya usiku, Danieli huyo, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, yani Mungu, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Unaona, Danieli anamuona Yesu. Unaona, anasema katika njozi, katika ndoto anaonyeshwa jinsi Yesu atakavyorudi,
Anasema anamwona Yesu kama mfano wa mwanadamu, akaja na mawingu akamkaribia huyo mzee wa siku, yani Mungu, wakamleta karibu naye. Anasema akapewa mamlaka. Ina maana Yesu atakuwa na mamlaka na utukufu mwingi na ufalme, na watu wa kabila zote za dunia zote, mataifa yote watamtumikia. Ina maana anakuja kutawala dunia, kabila zote, mataifa yote, wafalme wote watakuwa chini yake. Na ndio maana wewe uliokoka usimwache Yesu kwa sababu ya kipande cha mkate, kwa sababu kuna utawala bora, utawala usiotikiswa, utawala usioonewa. Mamlaka yake anasema mamlaka ya milele. Ina maana hamna ukomo, ambayo haitapita. Kama anasema utawala wake usioweza kuangamizwa na mtu yoyote. Kwa hiyo kama umeokoka na kama utaokoka, ina maana unaingia kwenye kundi la utawala wa Yesu wa milele usiotikiswa, usioonewa na mtu, utawala wa haki, utawala wa amani, utawala wa furaha. Lakini hizi tawala za dunia haziwezi kuleta haki, hata utafute namna gani. Wafalme wa dunia hawezi wakaleta haki, kwa sababu hawana uwezo huo. Ni Yesu peke yake kwenye utawala huo ndio utakuwa na haki, amani na furaha. Kwa hiyo kipindi hicho Danieli anamuona Yesu anatawala, anasema usiotikiswa. Tunaangalia pia nabii mwingine Mika, alimuona Bwana Yesu anarudi duniani. Mika 1:2-4 unasema hivi: sikilizeni enyi watu wa kabila zote, unaona, Bwana Mungu ashuhudie juu yenu, yeye Bwana anakuja kutoka hekalu lake takatifu. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja kutoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia. Hapo anafafanua palipoinuka, na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde yatapasuliwa kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika tena kuteremka gengeni. Kwa hiyo anamwona Bwana anashuka, anatoka kwenye hekalu lake kule mbinguni. Anasema anakuja kutoka mahali pake, atashuka pakanyaga mahali pa dunia. Ina maana Yesu atashuka kukanyaga mahali pa dunia, na lazima arudi aonyeshe kusudi la kutuweka hapa. Haya, tunamwangalia mwingine nabii Zekaria. Haya yote nakupa maandiko ili ujue kwamba Yesu ametabiriwa, Yesu ameonywa na manabii mbalimbali akirudi kutawala dunia. Unaona, nabii Zekaria anamuona Bwana Yesu anarudi na watakatifu, yani kanisa na malaika duniani. Zekaria 14:1-4, Biblia inasema, tazama siku moja ya Bwana inakuja, ambayo mateka atagawanyika kati yako, kwa maana nitawakusanya mataifa yote walete vita juu ya Yerusalemu. Unaona, na huo mji utapigwa, yani wakati wa dhiki kuu anaonyeshwa, nazo nyumba zitatekwa, nao wanawake watatendwa jeuri, na nusu ya watu wa mji watatoka kwenda utumwani. Walishaenda utumwani tayari, hao Waisraeli washatawanyika mwaka 70. Anasema na mabaki ya watu wa mji hawatakatiliwa mbali. Ina maana ili tukio lilitokea, walipigwa, walitekwa, wakatawanyika mwaka ule wa 70 baada ya Kristo. Unaona, sasa mstari wa 3 na 4 anasema hapo, anasema hapo ndipo atakapotokea Bwana. Unaona, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani ya siku ya vita, na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni. Ndio ile niliyosema vita ya Armagedoni. Ina maana tunamtazamia, anasema siku hizo ya kurudi kwake, anasema atakuja kupigana. Ina maana lazima apigane na mpiga kuso na wafalme wa dunia hii ambao atampinga. Ina maana miguu yake itasimama pale kwenye mlima wa Mizeituni, itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde la kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake utaondoka kwenda upande wa kusini. Haya, Zekaria 10. Unaona, hiyo Zekaria anamuona Yesu atakaporudi na ule mlima utapasuka. Ina maana wataleta vita, lakini kinachotokea Yesu ataua kwa pumzi ya kinywa chake. Sasa ukisoma Zekaria 12 mstari wa 10 kwa wakati wako utaona kwamba
Zekaria anamuona anarudi na watakatifu, na maana baada ya unyakuo sisi tutarudi naye na malaika. Zekaria huyu alimwona Yesu anarudi na watakatifu, anarudi na malaika, na maana wakati huo tutarudi naye malaika, Yesu mwenyewe na malaika na sisi watakatifu kuja kutawala dunia. Na ndio maana ni muhimu ujue kwamba swala la kunyakua kanisa lipo na swala la kurudi Yesu kutawala dunia lipo. Haya, malaika pia wanaambiwa na wanafunzi, wanawaambia wanafunzi, Matendo Mitume sura ile ya 1 mstari wa 9 hadi 11, wanathibitisha, anasema wanathibitisha, yani Yesu mwenyewe, malaika wanawaambia wanafunzi wakati Yesu anawaaga. Matendo Mitume sura ya 1 mstari wa 9 hadi 11. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda, yani Yesu zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakisema, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hivyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Ina maana Yesu alipofufuka alikaa siku 40 hapa duniani, baadaye akanyakuliwa. Sasa wakati wanashangaa wanaangalia mbinguni, malaika wanawatokea, wanawaambia wanafunzi kwamba huyu Yesu mnemuona sasa hivi ananyakuliwa kwenda mbinguni atarudi jinsi hiyo mnavyomwona. Ina maana swala la Yesu kurudi, atarudi kutawala dunia. Na tunamalizia na maandiko haya siku ya leo. Mtume Yohana alimuona Bwana Yesu anarudi kutawala dunia. Ufunuo 1 mstari wa 7, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona hapa Yohana pia, pamoja na kuona mambo yaliyotokea, mambo yaliyopo makanisani, mambo yatakayotokea wakati wa dhiki kuu, lakini alimwisho kabisa anamuona Yesu, anasema anakuja, anasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Unaona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza. Kipindi cha kurudi Yesu ataonekana waziwazi. Kipindi cha kwanza atakachokuja, atakuja kwa siri kwa ajili ya kanisa. Sasa kwa nini kinatokea? Nini kinachotokea sasa hivi duniani? Unaona nini kinachoenda kutokea duniani muda mfupi? Jambo la kwanza ni kuondolewa watakatifu, kupisha ghadhabu ya Mungu. Sasa hiyo ghadhabu ya Mungu itakuwa miaka 7, miaka 3.5 ya kwanza, miaka 3.5 ya mwisho. Na ndio maana sasa hivi ni maandalizi ya utawala wa mpinga Kristo na ibada za kishetani. Na ndio maana unaweza ukaona sasa hivi manabii wa uongo wamejaa wengi. Hawa wote wanaandaliwa ili kumsherehesha mpinga Kristo na nabii wa uongo ibada zake. Kwa hiyo uongo ni mwingi, watu hawataki kweli. Lakini nataka nikuambie, sikiliza, injili ya kweli inaambatana na watu kutubu. Ukitaka kwenda mbinguni, ukitaka unyakuliwe, ni lazima utubu dhambi, uache dhambi, uishi maisha matakatifu. Na ndio maana kuambia Yesu anakuja kutawala dunia. Hata kama unateseka kipindi, kivumilia. Hata kama utakufa katika taabu na mateso kwa ajili ya Yesu, vumilia. Tuna muda mfupi Yesu Kristo anarudi. Tuna muda mfupi Yesu Kristo ananyakua kanisa. Na ndio maana unakuta vita ni kali kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa kimwili. Hapa duniani sio mahali salama kwa kuishi kwa sasa hivi. Hata kama unafanya biashara, hata kama unafanya kazi, hapa duniani sio mahali salama pa kuishi. Jiandae, muda wowote unaweza ukaondoka. Hata maisha yako wewe na mimi ni mafupi. Sasa kwa nini uiache imani? Kwa nini usiingie kwenye imani sahihi? Na ndio maana ninapokuambia hapa duniani sio mahali salama, sio kwamba usifanye kazi. Wewe fanya biashara, fanya kazi, soma, lakini sio mahali pa kuringia kwamba kuna umilele hapa. Tuna maisha mafupi ya duniani ya kuishi.
kimwili, lakini sio hivyo. Kuja kwa Yesu kuko karibu mno, sio kama vile unavyodhani. Na ndio maana ninakuandaa kukuthibitishia kama manabii wote hawa, akina Zekaria, akina Danieli, akina Mika na Yesu mwenyewe. Alafu sio hivyo, akina Isaya nabii walimuona Yesu anakuja kutawala dunia, kwamba Yesu ndio atakayeleta utawala wa haki, Yesu ndio atakayeleta utawala wa amani, Yesu ndio atakayeleta utawala wa furaha. Lakini usitegemee dunia, upigane na dunia, ujitahidi dunia, useme kwamba itakuwepo amani. Haitakuwepo amani kamwe. Tunakokwenda ni kubaya zaidi, kwa sababu kanisa likinyakuliwa, amani itaondolewa, Mungu ataondoa amani, watu watachinjana kama kuku. Na ndio maana sasa hivi unaona swala la kuchinja, watu wanaandaliwa kisaikolojia. Hata utakapokuwa naiona damu wakati inamwagika ni kitu cha kawaida. Unaona mataifa yanavyopigana vita, watu wanavyouawa, watu wanavyochinjana, watu wanavyokufa. Watu hawana huruma tena. Imeingia roho ya unyama ya kuua. Swala la kuua mtu na kutesa na kuua ni kitu cha kawaida kwa wanadamu. Dunia sio mahali salama. Dunia imeshaharibika, dunia imeshachafuka. Ninakuandaa kwa ajili ya utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000. Usiukose huo utawala. Sasa utaniambia, mchungaji, nifanyeje mimi niwepo kwenye huo utawala? Unaniambia, mchungaji, nataka nisikose kwenye huo utawala, nataka niwe miongoni mwa utawala huo, hata Yesu akija ninyakue. Jambo la kwanza ni lazima utubu dhambi, umpe Yesu maisha yako, uamue kubadilika, uamue kuokoka. Hakuna mjadala. Sio kwamba nitakubembelea kwa namna gani. Unajua sasa hivi watu hawataki kuambiwa kweli, wataka injili laini. No, mimi nakueleza true gospel, injili ya kweli. Injili sio goshiwa, na kueleza kweli. Ukitaka kwenda unyakuliwe, uende mbinguni, ni lazima mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, ukubali kuacha dhambi. Na ili ushinde dhambi, ni lazima mkaribishe Yesu aingie, atakujaza Roho Mtakatifu. Unasema niko tayari kutubu. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, sitaki kubaki wakati wa unyakuo. Ninaamua kutubu dhambi, kukupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa, katika jina la Yesu, amen. Na kuombea. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema yako ya msamaha juu ya watu hawa. Ninaomba uponyaji wako juu ya watu hawa. Waponye Bwana wale waliamua kutubu dhambi zao na kuacha dhambi zao. Wasamehe Mungu, maana dunia haina amani, dunia haina furaha, dunia haina haki. Bwana Yesu, shetani amekuwa kinyonga na kuua watu kwa uchawi na ushirikina na vita. Dunia imeharibika. Bwana, mtumishi wako ameamua kutubu dhambi ili utakapokuja umnyakue, ili hata utakapokuja kutawala miaka 1000 naye awe miongoni mwa watawala. Katika jina la Yesu, ninaachilia amani ya Roho Mtakatifu, ninaachilia neema ya Roho Mtakatifu juu yako, ukajazwe na Roho Mtakatifu siku zote za maisha yako. Upokee nguvu ya Mungu, upokee miujiza katika jina la Yesu. Pokea amani, pokea furaha katika jina la Yesu, amen. Namba zangu za simu ambazo napatikana muda wote ni 0712 999 805, 0712 999 805. Hiyo ni ya Yasi au Tigo. Na Airtel 0789 575 569, 0789 575 569. Na ya Voda 0767 10 80 44. Namba ya Voda 0767 10 80 44. Mungu wa mbinguni akubariki. Ukitaka mafundisho zaidi, nenda kwenye akaunti yangu ya YouTube,
au Facebook, andika Bishop George Musa Preacher, utapata mafundisho na mahubiri mbalimbali. Na wewe ambaye umeukubali kuokoka, tafuta kanisa la kiroho lililo jirani na wewe, sio la maombi na maombezi, la kiroho linalokemea dhambi, linalosisitiza utakatifu, linalosisitiza ujazo wa Roho Mtakatifu. Nenda kaabudu hapo. Na kama wewe uko Mtwara, uliza kanisa la Tanzania Sons of God TAG Shangani Miracle Temple Mtwara, karibu na kilipokuwa chuo cha VETA, kilipo chuo cha VETA. Ukiuliza kwa mchungaji George, hakuna mtu asiyetambua. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane kwa mara nyingine. Bye. Sema Yesu, waza sauti, sema Yesu. Weka mikono juu, mwambie